Hapa tunapata athari nyingi kwenye haya mafuriko. Ndugu zetu hasa wafanyabiashara wameondokewa na vitu vingi, hasa kwenye kilimo, mazao yameenda na maji. Mpaka sasa kuna baadhi ya kaya watu hawana sehemu za kuishi. Shida ni hili daraja ambayo linapelekea mafuriko mara kwa mara. Kwa hiyo changamoto ni kubwa sana. Tukikumbuka kipindi cha mkoloni kwenye hili daraja maji yalikuwa yanapita juu, lakini kwa saizi jinsi walivyojenga hili daraja kuna nguzo nyingi, inakuwa ni shida sana. Matakataka yanapita yanakwamisha hapa kwenye hili daraja, ndipo inapopelekea maji kujaa na kusababisha mafuriko kwenye kijiji chetu. Kiukweli tumeathirika sana. Kama mimi pale nina duka ndio nilikuwa naanza mtaji. Kwa hiyo unga wangu umeenda, sukari na vitu vya nafaka vyote vimeenda na maji. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie miundombinu iwe salama. Wananchi tunateseka jamani. Kijiji chetu wote tunaathirika. Tunaomba serikali tusaidie. Nipongeze vyombo vyote vya ulinzi, lakini na uongozi wa kijiji, uongozi wa kata, uongozi wa tarafa wamekuwa sharp, wamekuwa haraka kuona hili jambo tunaweza kulifanyia kazi vipi. Lakini wapongeze sana 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 wana Makatapola, mmeonyesha uzalendo. Mlianza wenyewe kutoa ile miti pale kwenye karavati. Kwa umoja wenu, huo ndio uzalendo. Linapotokea tatizo hili, hatutupii mzigo tu serikali, tunashirikiana wote, na wote tuna sababu ya kupigania pale jambo linapotokea. Tushirikiane ili tuone jambo linakwenda vizuri. Kwa kufanya vile mmeweza kuokoa maisha pale, manake yale maji yanakuwa mengi, yangeweza kujaa zaidi kwenye nyumba huku, lakini nyinyi mmechukua maamuzi na mkafanya jambo zuri sana. Sasa jamani, lakini niseme tu machache. Madhara haya jamani ni nchi nzima. Kwenye wilaya yetu kule Idodi kuna kaya 59 zimeathirika. Hapa tarafa yetu kaya 255 watu wanahitaji chakula, wanahitaji magodoro, wanahitaji mablanketi. Hapa tujienda Pawaga. Kwa ujumla tuna kaya zaidi ya 300-400 wilaya nzima ambazo zinahitaji. Kwa hiyo uhitaji upo. Kuna wenzetu wanahitaji chakula, kuna wenzetu wanahitaji magodoro, kuna wenzetu wanahitaji sehemu ya kujisitiri, kuna wenzetu vyoo vimechotwa. Kwa hiyo jamani, ili tatizo ni kubwa, lakini tatizo hili ni nchi nzima. Na ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, kama tunavyofahamu kwamba hali ya mvua imeendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu, na mkoa wa Iringa umekuwa ni miongoni mwa mikoa ambayo imeathirika na mvua nyingi ambazo zimeleta mafuriko kwenye baadhi ya maeneo. Hivyo kwa niaba ya serikali ya ngazi ya mkoa tumeona ipo haja na hoja ya kutoa maelekezo yafuatayo katika maeneo yote ambayo mvua zinaendelea kunyesha. Maelekezo ya kwanza ni katika hali ya kuchukua tahadhari katika maeneo yote ya mabondeni katika mkoa wetu wa Iringa ambao tunajua kwa historia ni mapito ya maji. Ni muhimu watu wanaofanya shughuli katika maeneo hayo na watu walioweka makazi kwenye maeneo hayo kujitahidi kuondoka kadri wanavyoweza ili kuepukana na mkondo mkubwa wa maji ambao umeongezeka katika maeneo hayo ambayo sasa yamekuwa na madhara makubwa. Tumeshuhudia madhara katika maeneo ya Idodi, tumeshuhudia madhara katika maeneo ya Makatapola na tumeshuhudia madhara kwenye maeneo ya Pawaga ambako mvua zimekuwa ni nyingi zaidi na maeneo ya Kilolo. Lakini tunaendelea kuwasisitiza wananchi wanaokaa kwenye maeneo ya mabonde kuondoka kwenye yale maeneo ili kupisha mkondo mkubwa wa maji ambao unaendelea. Lakini jambo la pili, mvua hizi zinazoendelea zimeleta madhara makubwa sana katika baadhi ya barabara ambazo tunazitegemea. Ninachotaka kuhakikishia wananchi ni kwamba kila barabara ambayo inapata madhara itashughulikiwa kwa wakati ili kuondoa mawasiliano baina ya upande mmoja na upande mwingine. Jambo la msingi ambalo tunataka kulisisitiza, viongozi wa ngazi za vijiji, vitongoji na tarafa wahakikishe wanatoa taarifa za kila wanapobaini kwamba kuna changamoto ya mawasiliano ambayo inaweza ikakatika endapo mvua zinakwenda kuathiri eneo moja ama lingine. Na kwa mamlaka ya TANROADS na TARURA wataendelea kuchukua hatua kwa kadri wanapopata taarifa ili kuhakikisha kwamba pamoja na mvua hizi zinazoendelea, lakini mawasiliano baina ya eneo moja na eneo lingine yanaendelea kwenda vizuri. Jambo la tatu, naendelea kuwasisitiza madereva na watumiaji wa barabara ya Kitonga na mlima wa Nyang'oro ambako huko tumeweka tahadhari ya mporomoko wa mawe katika baadhi ya maeneo. Kama tunafahamu kwamba TANROADS wametoa ilani katika barabara zote juu ya maporomoko ya maji. Kipindi hiki ambako mvua zimenyesha kwa wingi, udongo ule unaweza kuwa unaporomosha mawe kidogo kidogo. Hivyo tunaomba mzingatie ilani na tahadhari zilizowekwa na TANROADS juu ya matumizi ya barabara ya Kitonga na barabara ya Nyang'oro.
kuhakikisha kwamba tunapoendesha tuendeshe kwa mwendo wa wastani ambao unakuwezesha kuchukua tahadhari. Na nadhani kwa madereva ambao wanapita kwenye maeneo tayari wameona kuna baadhi ya maeneo mawe yanaporomoka kidogo. Kwa hiyo ni vyema tahadhari hiyo ikazingatiwa ili tuhakikishe kwamba usalama wa dereva, abiria pamoja na wananchi wanaotumia barabara unakuwepo wa kutosha. Mwisho kabisa, naomba niwatoe mashaka wananchi kwamba kamati za maafa za ngazi zote kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya tarafa na ngazi ya wilaya zitaendelea kuhakikisha kwamba zinachukua hatua za haraka kwenye maeneo yote yaliyoathirika kwa wananchi pamoja na mazingira ya huduma ambayo yamepata madhara kutokana na mvua. Lakini pia tuipongeze na kuishukuru ofisi ya Waziri Mkuu kwa namna ambavyo imeendelea kuchukua hatua kwenye taarifa ambazo tunazitoa kwenye sehemu ambazo zimepata madhara makubwa kama Pawaga na maeneo mengine yote. Mwisho, naomba nisisitize umuhimu wa kuchukua tahadhari kwa watoto wa shule, watoa huduma na wananchi wengine ambao wamekuwa na utamaduni wa kusafiri mara kwa mara. Kule ambako mvua zitaonekana ni nyingi zilizokithiri, ni muhimu walimu kutumia hekima na wazazi kutumia hekima kutokuwatuma watoto kwenda kwenye maeneo hayo, kwani hatuwezi kujua mkondo wa maji unaweza kuwa na nguvu kiasi gani na unaweza kuleta madhara kwa watoto. Lakini niwasisitize pia, pale ambapo panaonekana mvua ni nyingi, hali ya utoaji wa huduma ni changamoto, wakurugenzi wa halmashauri wapewe taarifa ili waweze kufanya maamuzi juu ya ni namna gani huduma zipatikane kwa wale ambao maeneo yao yamezingirwa na maji ama hayawezi kufikiwa kwa sababu ya maji.